Ukandamizaji wa maandamano ya kitaifa nchini Iran umeingia katika hatua mpya ya kutisha baada ya wanaharakati wa haki za binadamu kuripoti kuwa zaidi ya watu 500 wameuawa na zaidi ya watu 10,600 kukamatwa tangu maandamano hayo yaanze. Maandamano hayo yanayoelezwa kuwa makubwa zaidi kwa miaka ya hivi karibuni yameitikisa Iran, huku yakivuta hisia na tahadhari kubwa za kimataifa, hususan kutoka Israel na Marekani. Kwa mujibu wa shirika la Marekani Human Rights Activists New Agency, jumla ya watu 588 wamepoteza maisha, wakiwemo waandamanaji 490 na maafisa 48 wa vikosi vya usalama. Shirika hilo linaonya kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka, hasa kutokana na kuzimwa kwa mtandao wa internet na kukatwa kwa mawasiliano ya simu, hali inayofanya upatikanaji wa taarifa huru kuwa ngumu zaidi. Serikali ya Iran haijatoa takwimu rasmi za vifo au majeruhi, na mashirika ya habari ya kimataifa yamesema haiwezekani kuthibitisha kwa uhuru idadi halisi ya waliouawa kutokana na vikwazo vikali vya habari. Maandamano haya yamechochewa na hali mbaya ya kiuchumi, mfumuko mkubwa wa bei, ukosefu wa ajira na hasira ya muda mrefu dhidi ya uongozi wa kidini wa nchi hiyo. Picha na video zinazosambaa mitandaoni licha ya vizuizi zinaonyesha waandamanaji wakikusanyika usiku, wakicheza, kuimba na kuwasha mioto barabarani katika miji mikuu ikiwemo Tehran. Wakati huo huo, maandamano ya mshikamano yameonekana nje ya Iran. Jijini London, mamia ya waandamanaji walikusanyika nje ya Downing Street wakionyesha uungwaji mkono kwa waandamanaji wa Iran na kulaani mauaji ya raia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel inatumaini kwamba taifa la Uajemi litakombolewa hivi karibuni kutoka katika nira ya udikteta. Kauli hiyo imefasiriwa kama ishara ya wazi ya kuunga mkono vuguvugu la waandamanaji na kuongeza shinikizo la kisiasa kwa uongozi wa Tehran. Kauli za Netanyahu zimekuja huku Israel ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari ya juu ya kiusalama, hasa baada ya maafisa wa Iran kuonya kuwa Israel itakuwa lengo halali iwapo Marekani itashambulia nchi hiyo. Waziri mkuu huyo pia ameitisha mikutano ya dharura ya usalama na washauri wake wakuu, huku baraza kamili la usalama likipangwa kukutana katika siku zijazo kujadili athari za machafuko ya Iran kwa usalama wa Israel na eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa ya Reuters ikinukuu Wall Street Journal, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kupokea taarifa maalum kutoka kwa maafisa wakuu wa serikali yake kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa dhidi ya Iran. Chaguo hizo zinataja kujumuisha mashambulizi ya kijeshi, matumizi ya silaha za siri za mtandaoni cyber weapons, kuimarisha vikwazo vya kiuchumi, kuongeza msaada wa habari na mtandao kwa wapinzani wa serikali ya Iran. Ingawa hakuna tishio la haraka lililothibitishwa, taarifa hizi zimeongeza wasiwasi kuwa mgogoro wa ndani wa Iran unaweza kubadilika na kuwa mzozo mkubwa wa kimataifa. Katika hatua nyingine muhimu, Reza Pahlavi, mwana wa Shah wa mwisho wa Iran aliyeondolewa madarakani mwaka 1979, amesema yuko tayari kurejea Iran mara moja iwapo fursa itajitokeza ili kuongoza mpito wa kidemokrasia. Akizungumza kwenye runinga ya Marekani, Pahlavi alisema dhamira yake ni kuhakikisha kuwa Wairani wanapata fursa ya kuchagua viongozi wao kwa uhuru, akisisitiza uwazi na maridhiano ya kitaifa. Hata hivyo, madai yake kuhusu kudhoofika kwa vikosi vya usalama vya Iran hayajaweza kuthibitishwa kwa uhuru. Maandamano ya Iran yanaendelea wakati Mashariki ya Kati ikiwa tayari katika hali tete. Maafisa wa Marekani na Israel wameeleza kuwa kuanguka kwa serikali ya Iran kunaweza kudhoofisha makundi kama Hamas, Hezbollah na Houthi ambayo yanaungwa mkono na Tehran. Huku hayo yakijiri, jamii ya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu yanaendelea kutoa wito wa kujizuia, yakionya kuwa matumizi ya nguvu dhidi ya raia yataongeza tu hasira, umwagaji damu na hatari ya machafuko makubwa zaidi. Iran sasa inasimama katika njia panda ya kihistoria. Maandamano yanayoongozwa na hasira ya wananchi yameonyesha ufa mkubwa kati ya raia na utawala wa kidini. Kadri vifo na ukamataji vinavyozidi kuongezeka, ndivyo pia shinikizo la kimataifa na hatari ya mgongano wa moja kwa moja kati ya Iran, Israel na Marekani inavyozidi kukua. Mustakabali wa Iran na udhabiti wa Mashariki ya Kati kwa ujumla unabaki kuwa wasintofahamu kubwa.